Hadithi nambari ya 3356. Wa an Said bin Jubair an ibn Abbas. Said bin Jubair ni sahaba, ni tabi'i mkubwa, naye pia katika wapokezi kapokea kwa Ibn Abbas radhiallahu anhu, sema anna rajulan talaqa imra'atahu 1000. Nirudia bali kwa mia hasa 1000 anaongeza tu, watu kwa jinga kwa kweli wangae watu kwa yani kutokuwa na mpaka leo wako hayatu na hiyo, si wale watu ambao hawakai katika majalisi za dini, akina kila kwenye shughuli ya dini haitaki, ataka mikutano kidunia kamwacha mara 1000. Qala, akajibu Ibn Abbas radhiallahu yakfika min dhalika, inakutosha 3 inakutosha basi. Wadaa 977 zizo wake ziache hapo, ishapita 3 tu. Kwa hiyo Ibn Abbas akatoa fatwa hii. Wanasema kwamba Ibn Abbas yeye katika fatwa alizozitoa mwenyewe, fatwa zake ni kwamba talaka 3 ni 3 ikiwa mtu kaacha katika kikao kimoja, lakini katika riwaya zake zilipokea riwaya ile ya talaka 1. Hapa Ibn Taymiyyah anazipanga zote hizi kuonyesha kwamba talaka 3 ni 3. Wa an Said bin Jubair an ibn Abbas annahu sila an rajul talaqa imra'atahu adada nujum. Huyo tena kwa zaidi idadi ya nyota, talaka ngapi? Mpaka kuzihesabu nyota ujue kauka talaka ngapi. Idadi ni kwache idadi ya nyota zote talaka yake ufufuke. Faqala, akasema Ibn Abbas, wapata tabu Rasul, akhtaa sunna, kaikosea sunna, katika sunna kuacha mtu mmoja. Wa haramat anhu imraatu, akani haramu kwake, hawezi kumrejea. Rawahunna hadha kullu yadullu ala ijma'i, yote ndio ile kama wamekubaliana ala sihhati wuqu'i 3 bi kalimatin wahid, kwamba inasihi wa talaka shakwa talaka 3 ikiwa katika mahali pamoja, katika ile chikao jamhuri. Baadhi ya mahakimu za Kiislamu siku hizi kwa kujeni kuangalia maswali ya watu na kuona kwamba changamoto kubwa inapatikana katika mambo ya talaka, wengine wametumia kauli hiyo ya kwamba talaka 3 katika majlis moja ni moja tu. Ndio kauli ambayo kaitumia Sheikh Islam Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim na vile Ibn Hazm, na wanazuoni wa sasa wengine wengi hasa wa Kimisri wanakubaliana na hivi, naona wanakubaliana na kauli hii ya sasa hii. Lakini wanazuoni wanaotoka Hadhramauti wengi watakuwa wao pamoja na kauli tunayosema, kwa sababu wengi wameshikana sana kwa madhehebu ya Shafi'i. Naendelea, waqad rawa Tawus an Ibn Abbas. Tawus naye vile katika wanafunzi Ibn Abbas waliopokea hadithi kwake. Tawus katika kaida ya kuandika unapandika Tawus, iangalie ilipoandikwa Tawus, unaandika toe na alifu alafu wao moja tu, haitakiwi andike wao 2. Usiandike Tawus ukatia wao dhamma ukatia tena wao tena madda na sini. Utaratibu na Daudi pia ndio ilivyoandikwa hivyo. Kiandika Daudi tunaandika dali alifu na wao hii moja na dali, lakini kutamkwa Daud ndivyo upokewa. Na katika kutia shakili kama watafata na kasra inatia dhamma hii moja tu, lakini ilivyopokewa katika kutamka Daud ile wao ya mada inaondoshwa takhfifa, inabaki wao moja na dhamma yake Daud na Tawus, ndio kama ilivyoona hapa. Ukimwona mtu katia kaandika wao akaika wao 2, huyo hakusoma hii faida za kiimla, kajifundisha mwenyewe nyumbani. Lakini utaratibu wa kwa rasmi wa kuandika katika fani ya imla kuandikwa hivyo Daudi dali alifu wao moja na sini.
sawa, lakini atamkwa Daud inavutwa na ile dhamma katika wao, dhamma moja hivi tu kama kawaida, sio ndio hivi. Hamna Kiarabu kitu katika lugha ya Kiarabu, hamna dhamma aina hiyo. Ile kuna kwa nini hamna hiyo, hivi tengenezwa sio na watu gani, lakini hasa katika kaida ya inayokubalika katika imla, dhamma inakuwa hii moja. Umepata? Kwa hiyo nasema Tausi kutoka Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema kana talaqu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanatayn min khilafati Umar. Ilipokuwa talaka mwanzo wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika zama za Bwana Mtume, na wakati wa Siddiq, na wakati wa khilafa ya Umar. Unajua kwamba khilafa ya Umar ilikuwa na muda mrefu sana kuliko wakati wa Sayyidina Umar, Sayyidina ya Bakar radhiallahu anhu. Mwanzo katika wakati wake Sayyidina Umar, talaka ilikuwa talaka, asema talaqu thalath wahidata, ilikuwa talaka tatu moja. Wakati ule ilikuwa mtu kusema nimwacha mke wangu talaka tatu, basi leo anasema faqala Umar bin Khattab, akasema Umar al-Faruq, Umar wakati ni amiri mu'minin, inna an-nasa qad istajalu, watu wamefanya haraka fi amrin kanat lahu fi anat, katika jambo ambalo kwa nao muda. Kwa hiyo haraka mpaka ufikie umwache talaka tatu mara moja, ilikuwa nao muda, ukamwacha ukamrejea ukamwacha mpaka ziishi zote. Talaqu maratan. Sasa alipoona hivyo al-Faruq Umar asema walau amdainahu, tungepitisha sisi kaifanya kama ni adhabu ya wale ambao kwamba wana kurupuka na kuacha ovyo ovyo, tuipitishe ile. Akisema hivyo tatu ni tatu, faambao alayhi, akaipitisha. Kuanzia hapo sasa ikawa talaka tatu, mtu akimwamsha mkewe tatu katika majlisi moja ni tatu. Sasa hapo walikuja nyuma sasa katakata masahaba walikuja baada yake al-Faruq Umar akafuata hivyo hivyo, ambaye ni Uthman na Ali bin Abi Talib, tatu. Hata ikhtilafu kuja baadaye na wazuoni mujtahidin walipokuja, mwingine akasema tunafuata mtume, mwingine akasema tunafuata kauli au fatwa aliyotoa au amri aliyotoa al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Twende katika hadithi nambari 3300 mwalizo mlao, sema وقد روى طاووس عن ابن عباس ديابه كان الطلاق على عهد ابن. وفي رواية عن طاووس، طاووس mara nyingine tena, kuna riwaya nyingine anasema anna Abu Swabai mmoja katika wapokezi ambao ni wanafunzi waliopokea kwa Ibn Abbas. Kwa hiyo akamwambia Ibn Abbas, hati min hanatika, leti katika habari zako ngeni ambazo hatuzijui sisi. Anamwambia shekhi wake, ueleze mwana habari mpya ambayo sisi hatuifahamu katika habari zako. Alam yakun talaqu thalath ala ahdi Rasulillah, hivi haikuwa talaka tatu katika zama ya Bwana Mtume salama na zama za Abu Bakr ilikuwa ni moja? Qala, kajibu Ibn Abbas, kad kana dhalika, hivyo ilikuwa hivyo, talaka tatu ni moja tu. Falamma kana fi ahdi Umar, ilipokuwa tena katika zama za al-Faruq Umar alipokuwa ni amiri mu'minin, tataba an-nasu fi talaq, wakawa wanafuatilizia watu katika talaq, anaacha tu bila utaratibu maalum. Akaona ala dini inachezewa sasa, faajazahu alayhi, akaipitisha juu yao. Ukishamwacha mkewe ni kuacha tatu hizo, hamna mchezo katika talaq. Talaq kama haitaki mchezo wala haitaki maskhara. Wa fi riwayatin ama alimta, anaendelea Ibn Abbas kumjibu wanafunzi wake masahaba, anambia la alimta, ama alimta, hukujua anna ar-rajula kana idha talaqa imra'atan thalatha, alikuwa katua mtu akimwacha mkewe talaka tatu katika majlisi, kabla ya yadkhula biha, kabla ya mwingia, jaaluha wahidatan, wanaifanya ni moja.
ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sadran, katika mwanzo katika uongozi wa Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Haya maneno alikuwa anasema ni Abu Sahaba, anamwambia Ibn Abbas. Qala Ibn Abbas anamjibu ambia, bala, kwani ilikuwa hivyo. Kana ar-rajulu idha talaqa imra'atahu thalathan qabla yadkhula biha ja'aluha wahida. Ilikuwa hivyo, ilikuwa mtu akimwacha mkewe talaka tatu katika majlisi waambia talaka moja hiyo. Ala ahdi Rasulillah wa Abi Bakr wa sadra min imarati Umar. Lakini nasema falamma raa an-nasa, alipoona al-Faruq Umar wakati yeye na mimi watu wachezea talaka, wanafuatizia hizo talaka tatu, qala ala, nilikuwa tena ni mchezo basi, ajizuhunna alayhi, ipitisheni talaka hizo tatu kwao. Talaka tatu wewe, haya tatu. Ili tumesema sala haya masala ambayo ni makubwa sana, magumu. Njia nzuri sasa leo ndio kuwanasihi watu wawe na utaratibu wa kuacha, wasikurupuke, wasimwache mke katika siku zake, wale baada ya kumwingilia, wale ukimwacha mke usimwache talaka tatu. Kama umemwacha mwache, tumekuacha basi. Pamoja tuendelea mlango wetu. Waqad ikhtalafa an-nas bi tawili hadha al-hadith, katika hii hadithi ya Abu Daudi wamekhtalifiana watu kuifasiri. Fadhaba baadhi at-tabi'ina ila dhahiri, wengine wakasema hivi ilivyo, fi haqqi man lam yadkhul biha, katika haki mwanamke ambaye hakuingilia, kama dalat alayhi riwayat Abi Daud. Lakini wataawalahu ba'dhum, wakaitia tawili hii kwamba tatu hizi mpaka zikawa ni moja, ala sura takriri lafz, kwa sura ambayo mtu kama kamwambia mke nikuacha. Sasa inawezekana ya kwanza ile itakuwa ni talaka yenyewe ishapita tayari, hiyo talaka na kishaachika, hizo mbili itakuwa hazina maana tena, ndio ikasabiwa kwa moja. Tawili ya hadithi aliyotaja Abu Dauda bian yakuna, kwa mfano kasema anti taliqun, fa innahu yalzamu wahid, itakuwa ni moja. Wakati gani? Idha qasada tawkid, akisikusudia hivyo kwamba ile mara ya kwanza ilikuwa ni ndio talaka yenyewe, ya pili kama atilia mkazo ili ieleweke. Kwa hiyo basi hapa itahesabiwa ni talaka moja, kama kule mwanzo tuzungumza wa thalathun in qasada, itakuwa talaka tatu ikiwa anakusudia kurudia, anakusudia talaka hasa, hakusudii tawkid. Fakana an-nas fi ahdi Rasulillahi wa Abi Bakr, na ilikuwa watu katika zama za Bwana Mtume na Siddiq Abubakar, watu wako juu ya ukweli wao, wa salamatihim, na usalama wao, kwa kufanya chezea dini, wa qasdihim fi ghalibi, katika ghalibi anakusudia fadhila na ikhtiyar, lam yadhhar fihim, au masahaba katu haikudhiri kwao khibun, vituko, wala khadaa wala hadaa. Wakanu yusaddaquna fi iradati tawkid, walikuwa akimwacha mara tatu anaulizwa walikuwa wanakusudia neno hilo nalirudia au vipi. Walamma raa Umar fi zamani, lakini alipokuja Faruq Umar akaiva kaikataa pia, akasema hapana, madhali mwache talaka tatu tu, hamna ya kwanza ile ni tawkidi, ya pili na. Walamma raa Umar fi zamani umuran dharat, na mambo mengi yamedhihiri, wa ahwalan taghayyara, hali zimebadilika, wa fashaitha, ikaenea watu kwa talaka tatu bilafdhi, kwa tamko moja ambalo la yahtamilu tawil, alzamahu thalatha, amelazimisha kwa talaka tatu fi sura, atakiwa kama anakusudia ni kuacha, ikahesabiwa hivi tatu tu. Insara alghalibu alayhi, ikapokuwa ile ghali kwa wao kusudia kwao. Wakad ashara ilayhi biqawli, kaishiria pale akasema, kwa nini? Inna nasa qad istajalu
watu wameharakisha katika jambo ambalo ndani yake wana muda wakafanya haraka. Qala Ahmad, Imamu Ahmad bin Hanbal sema kullu ashabi Ibn Abbas, masahaba wote waliokuwa ni wale jamaa zake wote Ibn Abbas waliokuwa pokea kwake, kullu ashabi Ibn Abbas, jamaa zake wote Ibn Abbas waliopokea kwake, matabi wale rawahu anhu khilafa, wamepokea hadithi kinyume cha alipokea Tawus, kama vile Said bin Jubair, huyo kapokea kwamba fatwa ile wanakataa tatu, na vile vile Mujahid na Nafi walipokea kwa Ibn Abbas kinyume cha alipokea huyo Tawus. وقال أبو داود في سننه صار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن ياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو سئلوا عن البكر يطلق وزوجه ثلاثة، kaulizwa kuhusu mtu kamwacha mkewe talaka tatu na bado atapata kumwingilia. Fakulu qal, wote wakasema jibu moja, la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghaira, si halali kwake mpaka mke aolewe mwingine, japo kwa mwana mdogo hajamwingilia. Manake mtu ikiwa kamwacha mwanamke mdogo hajamwingilia atakuwa hana aida, sio? Lakini pia itakuwa stari talaka tatu, umpati tena mpaka aolewe na mwenzio, alafu baadaye ndio wewe upeleke posa tena kama itakubalika. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Tumalize mlango ule, walillahi alhamd.